uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Sema uongezeke. Uongezeke Yesu, ongezeka katika maisha yetu. Uongezeke sana. Mimi Baba, mimi nipungue, ila wewe uongezeke. Sema tena uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Asante Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asubuhi ya leo natamani kumwambia kwamba Yesu aongezeke katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na hicho ndicho kitakachokuwa kichwa cha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kumpa Yesu nafasi kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kumpa Yesu nafasi kuu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakati mwingine sisi tunakosa kumpa Yesu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yesu anashindwa kujidhihirisha ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ijumaa usiku tulikuwa mahali hapo, tulikuwa tunasema kwamba giza inapozidi nuru huwa inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na nuru inapozidi giza huwa inatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna ushirikiano uliomo kati ya nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So katika maisha yetu kutoka uumbaji wa mbingu, uumbaji wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ama Mungu alipotuumba, pana kitu aliweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kwa yule mtumishi aliyekuwa akipeana talanta, hakupeana talanta ambazo zinatoshana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aliyepewa moja, kuna aliyepewa mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aliyepewa 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndivyo hivyo tulivyo katika wokovu wetu. Yaani there is a gift yenye Mungu ameiweka katika maisha yetu. Kuna zawadi ambayo Mungu ameiweka katika maisha yako. Na hiyo zawadi ndio huwa inakupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia historia ya Yusufu alipoingia pale gerezani, sababu iliyomtoa pale gerezani ni zawadi ya kutafsiri ndoto iliyokuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiyo zawadi aliyopewa na Mungu ndio aliitumia akatafsiri ndoto. Mfalme akaona kwamba huyu mtu alichokibeba astahili kukaa nacho gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Akamleta akawa mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nayo kuna zawadi Mungu ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zawadi Mungu ameweka katika maisha yako. Ulipompokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kuna zawadi Mungu aliyeiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen.
ndipo inakupasa wewe uliyepewa hiyo zawadi upungue. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ili hicho kilicho ndani yako kiweze kikadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilicho ndani yako akiwezi dhihirika ukijiinua. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Ukigundua kwamba wewe ni mwimbaji, acha ukawe na unyenyekevu wa hali ya juu. Ukigundua kwamba wewe ni mwombezi, kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anahitaji uenende ukapungue kwanza, ubinadamu ukapungue kwanza, ndio ili yeye akaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile Yesu ambaye ni nuru anaweza ongezeka katika maisha yako ukiwa umejiinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hivyo inastahili unyenyekevu. Inastahili unyenyekevu ndio ili uone maisha yako ya kiroho yakisonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili unyenyekevu wa hali ya juu. Tukisoma Biblia zetu katika Yohana 3, tusome kuanzia mstari wa 22 mpaka 30. Yohana 3 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatizwa. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema, mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilifikia kipindi Yohana, wanafunzi wake walipomwona Yesu kwamba anatenda miujiza mingi kumliko Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Yohana ikabidi awaambie wanafunzi wake kwamba inampasa kwanza yeye apungue ndio ili Yesu akaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Yohana hakuangalia kwamba alikuwa ni mtoto wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ilibidi ajinyenyekeze ndio ili Yesu akapate kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ndipo sisi kama Wakristo tuliookoka tunafaa tupungue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukapungue. Bwana Yesu asifiwe. Mali zako si kitu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji utangulize Mungu kwanza. Mungu akishakutangulia na uone kwamba vyote si kitu, umpe Mungu fursa ya kuongezeka katika maisha yako, ndipo Yesu atapata nafasi nzuri ya kujidhihirisha
na kile kilicho ndani yako kitaonekana. Haitahitaji utangaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haitahitaji useme mimi ni mwombezi. Hapana. Watu watadhihirishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu watadhihirishiwa kile kilicho ndani yako. Watakiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na kinapoonekana na watu, kuwa na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walio wahubiri wa kimataifa, waimbaji wa kimataifa, huwa sana sana wanaanguka kwa sababu wanapojigundua kwamba wao ni wahubiri, wao ni waombezi, wao ni waimbaji, huwa kuna roho ya kuto kunyenyekea inapanda juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Anakosa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Anapata kujinua. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho wa Mungu anapoona kwamba huyu mtu anajiinua, anaondoka kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia kuna mifano mingi katika Biblia. Ukiangalia kwanza historia ya Farao na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Farao aliweza kufanya nchi ikapokea madhara, nchi nzima ikapokea madhara kwa sababu hakuwa na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hakusikiliza alichokuwa akimwambia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipokuja kwa Farao akamwambia kwamba Mungu amesema uweze kuachilia wana wa Israeli, Farao hakuweza kusikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akapata madhara, akaweza kusababisha kifo cha uzao wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Cha Wamisri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mfalme Nebukadneza, Bwana Yesu asifiwe, alikosa unyenyekevu, akapata kujiinua alipoona kwamba yeye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kiko chini yake, akakosa ule unyenyekevu, akajiinua. Bwana Yesu asifiwe. Akajiinua yeye, akasahau kwamba ni Yesu aliyemleta katika hicho kiwango, ni Yesu aliyesababisha yeye achaguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona mwisho wake uliishia akaenda akala nyasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaona Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi alikuwa mtu mkubwa mwenye sifa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye nguvu nyingi. Alipoona kwamba yeye ana nguvu nyingi, Bwana Yesu asifiwe, akakosa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona anakuja kuuliwa na mtu aliyekuwa anadhania kuwa yeye ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana alipoangalia kimo cha Daudi, alipoangalia silaha alizokuwa amebeba Daudi, alimdharau sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasahau ni nini kilicho ndani ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilicho ndani ya Daudi ndicho kilikuwa kikubwa kuliko, kilicho ndani kilikuwa kikubwa kuliko hichi ambacho kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa amembeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alidhihirika kwa ukubwa sana ndani yake, zaidi ya ule mwili wake uliokuwa unaonekana ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na wewe nakwambia, ulipompokea Yesu, ulipokea kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. In reality hauwezi kiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukichunguza, hata tukikupeleka scanning kwa madaktari, akiwezi onekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo nakuja kuambia kwamba Yesu uliyempokea ni mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Inakupasa wewe uweze ukanyenyekee, ukapungue, ndio ili ukuu wake uonekane katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Usipojinyenyekeza, usipopungua, Yesu hawezi jidhihirisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Atakaa tu akusubiri hadi siku ile utaweza
kujinyenyekeza, ndipo atajidhihirisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mungu anahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tuangalie ni vitu gani tunaweza fanya ndio ili tuweze kujinyenyekeza mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kitu cha kwanza tunastahili kujisalimisha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpe Mungu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapompokea Yesu, acha umpokee kwa mali zako, kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyumba yako yote, wewe na nyumba yako na mali zako, kwanza umpokee Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ujisalimishe kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha pili, unafaa ushike neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana neno la Mungu ndio inatupa dira ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kweli ndio foundation ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana unafaa uongozwe na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa uamini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unafaa utembee na kweli. Ndio ili hata mtu akikudanganya, unakuwa umeshikilia kweli, unamthibitishia unachoongea ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. So unafaa ushikilie kweli, ambayo kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako ijengeke juu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana kuna imani tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna imani ambazo zinajengeka mahali hapana kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana hata waganga na wachawi wanakuaga na imani, wanaamini miungu yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo imani yao ni gani? Hiyo imani yao ni imani ambayo haiko juu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. So sisi kama Wakristo tunafaa tulishike neno la Mungu, maana hilo neno la Mungu ndio kweli, na hilo neno la Mungu kama ndio kweli ndio itakayotuongoza, maana tutakuwa tunaongozwa na kweli. Kila mahali utakapokuwa ukitembea utakuwa unajua ukweli, maana Biblia imeongea vyote vya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka imetabiri vitu ambavyo vijavyo. Ukiishika, kwa hivyo utajua hadi vitu ambavyo vinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, tunastahili kujinyenyekeza na kutokutafuta sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunastahili sisi kama Wakristo, ndio ili tuweze kupungua, tunastahili kujinyenyekeza na kutokutafuta sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sifa ndio ilifanya wahubiri wakubwa wakawa hawana roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ndio imefanya waimbaji wakubwa wakawa wanaimba nyimbo lakini hazina mguso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wanaimba waonekane wao, hawaimbi Yesu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaimba wakitumia maneno ya fahamu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawaimbi kulingana na ufahamu wa Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapata kujinyanyua, wanapata kujiinua, Roho wa Mungu anatoka ndani yao. Na Roho wa Mungu akishatoka ndani yao, wanapata ufunuo wa nyimbo ambazo hazileti attract. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Anapojigundua kwamba yeye ni mwimbaji, anapata kujiinua, anaona kwamba hakuna mtu mwenye aliye kiwango chake. Bwana Yesu asifiwe. Anapojigundua kwamba yeye ni mwombezi, anapata kujiinua, anaona kwamba maombi yake ndio yanasikika pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa uondoe sifa katika huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa ugundue kwanza ni Mungu aliyekupa hiyo karama. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na uwezekano wa Mungu kumpa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ana uwezo wa kuichukua. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata neno la Mungu linasema kwamba aliyekuwa Ana
kitachukuliwa kiongezewe yule yako nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unafaa utendee kazi gift Mungu aliyekupa, lakini usitumie gift ambayo Mungu amekupa kujiinua. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuonesha sifa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, unastahili kuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana maombi ndio yanatengeneza ushirika wetu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hauwezi kuona kiroho chako kikikua kama hauna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Unafaa utengeneze uhusiano na Roho Mtakatifu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maombi ndio yanajenga imani yako inakuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana ukilijua neno la Mungu, ushajua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua kweli, unahitaji uamini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ile hiyo imani yako itende kazi, unafaa uipush na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Unafaa uipush na maombi. Ukikosa kuomba, ndipo mwovu ibilisi anapata silaha ya kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuliona kwamba mwovu ibilisi hakuagi na mamlaka juu ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwovu ibilisi huwa anatafutaga sababu ambayo ataitumia kumwangusha Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapoomba huwa unazipinga hizo sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na huwa unajizingira. Kwa hivyo mwovu anapokuja atafute sababu ya kukupiga ama atafute sababu ya kuingiza katika ulimwengu wake, anakosa kwa sababu umezingirwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu cha tano, unastahili kudumu katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Roho Mtakatifu ni kiungo kikubwa sana katika maisha ya Mkristo. Ukiangalia hapo mwanzo, watu waliishi kwa kunena na Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alikuwa anaongea na Mungu direct, kusikiliza sauti ya Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipewa maagizo na Mungu direct communication. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia katika Agano Jipya, akaja Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakawa wanamshirikisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakawa wakiugua, lazima wamtafute Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona yule mwanamke aliyetokwa na damu, alipoteza mali zake nyingi, lakini alipomsikia Yesu alipenya katika huo umati, maana alijua Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Aliyasikia matendo Yesu aliyekuwa akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoondoka alisema ameacha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapookoka, jaribu kumtafuta Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo Roho Mtakatifu ndio kimbilio letu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi uokovu bila Roho Mtakatifu. Tujaribu kumtafuta Roho Mtakatifu na tujenge ushirika pamoja na yeye. Tujenge ushirika mzuri pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili tujenge ushirika mzuri pamoja na yeye na Roho Mtakatifu. Tunafaa pia tukubaliane na msalaba kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ili tupate kujinyenyekeza, tunafaa tukubaliane na msalaba. Kukubaliana na msalaba ni kukubaliana na mambo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kumfahamu Yesu. Watu wengine
huwa wanamfahamu Yesu siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni kwamba haujaukubali msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji wewe mwenyewe unapotembea hivi uwe ni ushuhuda tosha wa kunenwa kwamba kijana huyo ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji chenu kikutambue kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani hapo kijijini ukiuliza, Bwana Yesu asifiwe. Yaani uambiwe kijana yule ameokoka, mama yule ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ujiunganishe na msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani upate kutambulika kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yadhihirishe wokovu ulioko ndani yako. Naomba tufungue Luka 9:23. Luka 9:23. Neno la Mungu linasema, akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So ukimtaka huyu Yesu inastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Ukijikana, yani ukane umwili, ukane mambo yote ya dunia. Biblia inasema kwamba mtu akipenda dunia na mambo yaliyomo katika dunia, kumpenda Mungu akuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ili unyenyekevu upate nafasi ndani yako. Unastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Na unapojikana, Mungu anaingia direct ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na anaweza kudhihirisha alichokiweka ndani yako kinadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu cha mwisho tutasema ni kujiunga na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Acha mambo tunayoyafanya, tushirikishe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawa ndio wachungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio wanaotuonesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hawa ndio wanakuza kile Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama Mungu ameweka huduma ya uhubiri ndani yako, ukimhusisha mchungaji wako ataweza kuikuza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapomhusisha mtu mwingine tofauti na mchungaji wako, anaweza akakua hiyo kitu Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaona kwamba Yusufu alipoota ndoto na kuelezea ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake ndio walikuwa watu wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walikuwa Yusufu anawaamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, lakini tunaona kwamba ndugu zake aliyokuwa anawaamini hawakuwa na mawazo mema juu ya ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba ndugu zake wakapanga njama mpaka akaenda katika nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoadhiri Yusufu kwenda katika nyumba ya Potifa na kupitia hali hiyo ngumu, Bwana Yesu asifiwe, na kupitia hadi kufikia kufungwa gerezani, ni kwamba Yusufu hakumhusisha mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Alihusisha ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Leo sisi tunafaa tusihusishe dunia, tusihusishe ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yako anaweza kuwa ana mawazo mabaya dhidi ya kile kilicho ndani yako. Jaribu kuwa unamhusisha Mungu na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Unapomhusisha mtumishi wa Mungu, atakikuza kilicho ndani yako. Na unapomhusisha Mungu, atazidi kukupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nikimalizia, naweza sema kwamba inatupasa sisi kama Wakristo tunafaa kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha kwanza tunastahili kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Tufahamu kwamba Mungu ndio aliyetupa zote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndio ana uwezo wa kuchukua zote kwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunapomnyenyekea na kumsifu na kumwomba, Mungu ataendelea kukuza kilichokuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Na utaweza kujiona ukidhihirika katika maisha yako. Siku moja Peter akawa anamuuliza Yesu, je, sisi tulioacha nyumba zetu tukaacha ndugu zetu, je, tutapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani alikuwa na hofu. Ameacha familia yake sababu ya Yesu. Ameacha ndugu zake sababu ya Yesu. Je, atapata zawadi gani? Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akamwambia kwamba ataurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi acha tutamani kuurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana huo ufalme umetengewa sisi tuliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapookoka, kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi yako yawe ni maombi ya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtumishi yule aliyekuwa akiomba maombi ya kujisifu kwa sababu alikuwa anafunga, maombi yake hayakuweza kujibiwa. Lakini yule mtoza ushuru aliyeomba maombi ya kunyenyekea, maombi yake alirudi nyumbani yakiwa amejibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So usione huduma uliokuwa nayo ukakosa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Usione matendo unayotenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme unakuja unaosha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme unakuja unafanya huduma yoyote kanisani, huduma ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya kupiga keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Ukakosa kunyenyekea. Yaani inastahili unyenyekee. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo huduma inaweza kuwa bure unapokosa unyenyekevu. Yesu uongezeke sana, mimi nipungue, wewe uongezeke. Sema uongezeke. Uongezeke sana, mimi Baba, mimi nipungue, ila wewe uongezeke. Sema tena uongezeke. Uongezeke. Uongezeke sana, mimi nipungue, wewe uongezeke. Asante Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asubuhi ya leo natamani kumwambia kwamba Yesu aongezeke katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na hicho ndicho kitakachokuwa kichwa cha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kumpa Yesu nafasi kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kumpa Yesu nafasi kuu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakati mwingine
sisi tunakosa kumpa Yesu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yesu anashindwa kujidhihirisha ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ijumaa usiku tulikuwa mahali hapo, tulikuwa tunasema kwamba giza inapozidi nuru huwa inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na nuru inapozidi giza huwa inatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna ushirikiano uliomo kati ya nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So katika maisha yetu kutoka uumbaji wa mbingu, uumbaji wa dunia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ama Mungu alipotuumba, pana kitu aliweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kwa yule mtumishi aliyekuwa akipeana talanta, hakupeana talanta ambazo zinatoshana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aliyepewa moja, kuna aliyepewa mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aliyepewa 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndivyo hivyo tulivyo katika wokovu wetu. Yaani there is a gift yenye Mungu ameiweka katika maisha yetu. Kuna zawadi ambayo Mungu ameiweka katika maisha yako, na hiyo zawadi ndio huwa inakupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia historia ya Yusufu alipoingia pale gerezani, sababu iliyomtoa pale gerezani ni zawadi ya kutafsiri ndoto iliyokuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiyo zawadi aliyopewa na Mungu ndio aliitumia akatafsiri ndoto. Mfalme akaona kwamba huyu mtu alichokibeba astahili kukaa nacho gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Akamleta akawa mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nayo kuna zawadi Mungu ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zawadi Mungu ameweka katika maisha yako. Ulipompokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kuna zawadi Mungu aliyeiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ndipo inakupasa wewe uliyepewa hiyo zawadi upungue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ili hicho kilicho ndani yako kiweze kikadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho kilicho ndani yako akiwezi dhihirika ukijiinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukigundua kwamba wewe ni mwimbaji, acha ukawe na unyenyekevu wa hali ya juu. Ukigundua kwamba wewe ni mwombezi, kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anahitaji uenende ukapungue kwanza, ubinadamu ukapungue kwanza, ndio ili yeye akaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile Yesu ambaye ni nuru anaweza ongezeka katika maisha yako ukiwa umejinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hivyo inastahili unyenyekevu. Inastahili unyenyekevu ndio ili uone maisha yako ya kiroho yakisonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili unyenyekevu wa hali ya juu. Tukisoma Biblia zetu katika Yohana 3, tusome kuanzia mstari wa 22 mpaka 30. Yohana 3 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatizwa. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani,
Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema, mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilifikia kipindi Yohana, wanafunzi wake walipomwona Yesu kwamba anatenda miujiza mingi kumliko Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Yohana ikabidi awaambie wanafunzi wake kwamba inampasa kwanza yeye apungue ndio ili Yesu akaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Yohana akuangalia kwamba alikuwa ni mtoto wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ilibidi ajinyenyekeze ndio ili Yesu akapate kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Na ndipo sisi kama Wakristo tuliookoka tunafaa tupungue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukapungue. Bwana Yesu asifiwe. Mali zako si kitu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji umtangulize Mungu kwanza. Mungu akishakutangulia na uone kwamba vyote si kitu, umpe Mungu fursa ya kuongezeka katika maisha yako, ndipo Yesu atapata nafasi nzuri ya kujidhihirisha na kile kilicho ndani yako kitaonekana. Haitahitaji utangaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Haitahitaji useme mimi ni mwombezi. Hapana. Watu watadhihirishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu watadhihirishiwa kile kilicho ndani yako. Watakiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na kinapoonekana na watu, kuwa na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walio wahubiri wa kimataifa, waimbaji wa kimataifa, huwa sana sana wanaanguka kwa sababu wanapojigundua kwamba wao ni wahubiri, wao ni waombezi, wao ni waimbaji, huwa kuna roho ya kunyenyekea inapanda juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Anakosa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Anapata kujinua. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho wa Mungu anapoona kwamba huyu mtu anajinua, anaondoka kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia kuna mifano mingi katika Biblia. Ukiangalia kwanza historia ya Farao na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Farao aliweza kufanya nchi ikapokea madhara, nchi nzima ikapokea madhara kwa sababu hakuwa na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hakusikiliza alichokuwa akimwambia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipokuja kwa Farao akamwambia kwamba Mungu amesema uweze kuachilia wana wa Israeli. Farao hakuweza kusikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akapata madhara, akaweza kusababisha kifo cha uzao wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Cha Wamisri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia
Mfalme Nebukadneza, Bwana Yesu asifiwe, alikosa unyenyekevu, akapata kujiinua alipoona kwamba yeye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe, kila kitu kiko chini yake, akakosa ule unyenyekevu, akajiinua. Bwana Yesu asifiwe, akajiinua yeye, akasahau kwamba ni Yesu aliyemleta katika hicho kiwango, ni Yesu aliyesababisha yeye achaguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona mwisho wake uliishia akaenda akala nyasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaona Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi alikuwa mtu mkubwa mwenye sifa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye nguvu nyingi. Alipoona kwamba yeye ana nguvu nyingi, Bwana Yesu asifiwe, akakosa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona anakuja kuuliwa na mtu aliyekuwa anadhania kuwa yeye ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana alipoangalia kimo cha Daudi, alipoangalia silaha alizokuwa amebeba Daudi, alimdharau sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasahau ni nini kilicho ndani ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilicho ndani ya Daudi ndicho kilikuwa kikubwa kuliko, yani kilicho ndani kilikuwa kikubwa kuliko hichi ambacho kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa amembeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alidhihirika kwa ukubwa sana ndani yake, zaidi ya ule mwili wake uliokuwa unaonekana ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na wewe nakwambia, ulipompokea Yesu, ulipokea kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. In reality hauwezi kiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukichunguza, hata tukikupeleka scanning kwa madaktari, akiwezi onekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo nakuja kuambia kwamba Yesu uliyempokea ni mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Inakupasa wewe uweze ukanyenyekee, ukapungue, ndio ili ukuu wake uonekane katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Usipojinyenyekeza, usipopungua, Yesu hawezi jidhihirisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Atakaa tu akikusubiri, akusubiri hadi siku ile utaweza kujinyenyekeza, ndipo atajidhihirisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu anahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuangalie ni vitu gani tunaweza fanya ndio ili tuweze kujinyenyekeza mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu cha kwanza, tunastahili kujisalimisha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Mungu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapompokea Yesu, acha umpokee kwa mali zako, kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyumba yako yote, wewe na nyumba yako na mali zako, kwanza umpokee Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ujisalimishe kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, unafaa ushike neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu ndio inatupa dira ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kweli ndio foundation ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana unafaa uongozwe na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa uamini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unafaa utembee na kweli. Ndio ili hata mtu akikudanganya, unakuwa umeshikilia kweli, unamthibitishia unachoongea ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. So unafaa ushikilie kweli, ambayo kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako ijengeke juu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana kuna imani tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna imani ambazo zinajengeka mahali hapana kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana hata waganga na wachawi wanakuaga na imani, wanaamini miungu yao. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini hiyo imani yao ni gani? Hiyo imani yao ni imani ambayo haiko juu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. So sisi kama Wakristo tunafaa tulishike neno la Mungu, maana hilo neno la Mungu ndio kweli, na hilo neno la Mungu kama ndio kweli ndio itakayotuongoza, maana tutakuwa tunaongozwa na kweli. Kila mahali utakapokuwa ukitembea utakuwa unajua ukweli, maana Biblia imeongea vyote vya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka imetabiri vitu ambavyo vijavyo. Ukiishika, kwa hivyo utajua hadi vitu ambavyo vinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, tunastahili kujinyenyekeza na kutokutafuta sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunastahili sisi kama Wakristo, ili tuweze kupungua, tunastahili kujinyenyekeza na kutokutafuta sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sifa ndio ilifanya wahubiri wakubwa wakawa hawana roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ndio imefanya waimbaji wakubwa wakawa wanaimba nyimbo lakini hazina mguso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wanaimba waonekane wao, hawaimbi Yesu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaimba wakitumia maneno ya fahamu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawaimbi kulingana na ufahamu wa Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapata kujinyanyua, wanapata kujiinua. Roho wa Mungu anatoka ndani yao, na Roho wa Mungu akishatoka ndani yao wanapata ufunuo wa nyimbo ambazo hazileti attract. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Anapojigundua kwamba yeye ni mwimbaji, anapata kujiinua, anaona kwamba hakuna mtu mwenye aliye kiwango chake. Bwana Yesu asifiwe. Anapojigundua kwamba yeye ni mwombezi, anapata kujiinua, anaona kwamba maombi yake ndio yanasikika pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa uondoe sifa katika huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa ugundue kwanza ni Mungu aliyekupa hiyo karama. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na uwezekano wa Mungu kumpa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ana uwezo wa kuichukua. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata neno la Mungu linasema kwamba aliyekuwa ana kitachukuliwa kiongezewe yule yako nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unafaa utendee kazi gift Mungu aliyekupa, lakini usitumie gift ambayo Mungu amekupa kujiinua. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuonesha sifa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, unastahili kuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana maombi ndio yanatengeneza ushirika wetu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hauwezi kuona kiroho chako kikikua kama hauna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Unafaa utengeneze uhusiano na Roho Mtakatifu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maombi ndio yanajenga imani yako inakuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Maana ukilijua neno la Mungu, ushajua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua kweli, unahitaji uamini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ile hiyo imani yako itende kazi, unafaa uipush na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Unafaa uipush na maombi. Ukikosa kuomba, ndipo mwovu ibilisi anapata silaha ya kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuliona kwamba mwovu ibilisi hakuwagi na mamlaka juu ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwovu ibilisi huwa anatafutaga sababu ambayo ataitumia kumwangusha Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapoomba huwa unazipinga hizo sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na huwa unajizingira
Kwa hivyo mwovu anapokuja atafute sababu ya kukupiga ama atafute sababu ya kuingiza katika ulimwengu wake, anakosa kwa sababu umezingirwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kitu cha 5, unastahili kudumu katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Roho Mtakatifu ni kiungo kikubwa sana katika maisha ya Mkristo. Ukiangalia hapo mwanzo, watu waliishi kwa kunena na Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alikuwa anaongea na Mungu direct, kusikiliza sauti ya Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipewa maagizo na Mungu direct communication. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia katika Agano Jipya, akaja Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakawa wanamshirikisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakawa wakiugua, lazima wamtafute Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona yule mwanamke aliyetokwa na damu, alipoteza mali zake nyingi, lakini alipomsikia Yesu alipenya katika huo umati, maana alijua Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Aliyasikia matendo Yesu aliyekuwa akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoondoka alisema ameacha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapookoka, jaribu kumtafuta Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo Roho Mtakatifu ndio kimbilio letu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi uokovu bila Roho Mtakatifu. Tujaribu kumtafuta Roho Mtakatifu na tujenge ushirika pamoja na yeye. Tujenge ushirika mzuri pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili tujenge ushirika mzuri pamoja na yeye na Roho Mtakatifu. Tunafaa pia tukubaliane na msalaba kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ili tupate kujinyenyekeza, tunafaa tukubaliane na msalaba. Kukubaliana na msalaba ni kukubaliana na mambo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kumfahamu Yesu. Watu wengine huwa wanamfahamu Yesu siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni kwamba haujaukubali msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji wewe mwenyewe unapotembea hivi uwe ni ushuhuda tosha wa kunenwa kwamba kijana huyo ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji chenu kikutambue kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani hapo kijijini ukiuliza, Bwana Yesu asifiwe, yaani uambiwe kijana yule ameokoka, mama yule ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ujiunganishe na msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani upate kutambulika kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yadhihirishe wokovu ulioko ndani yako. Naomba tufungue Luka 9:23. Luka 9:23. Neno la Mungu linasema, akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So ukimtaka huyu Yesu, inastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Ukijikana, yani ukane umwili, ukane mambo yote ya dunia. Biblia inasema kwamba mtu akiipenda dunia na mambo yaliyomo katika dunia, kumpenda Mungu akuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ili unyenyekevu upate nafasi ndani yako, unastahili kwanza ujikane. Bwana Yesu asifiwe. Na unapojikana
Mungu anaingia direct ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na anaweza kudhihirisha alichokiweka ndani yako kinadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu cha mwisho tutasema ni kujiunga na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Acha mambo tunayoyafanya tushirikishe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawa ndio wachungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio wanaotuonesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hawa ndio wanakuza kile Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama Mungu ameweka huduma ya uhubiri ndani yako, ukimhusisha mchungaji wako ataweza kuikuza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapomhusisha mtu mwingine tofauti na mchungaji wako, anaweza akakua hiyo kitu Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaona kwamba Yusufu alipoota ndoto na kuelezea ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake ndio walikuwa watu wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walikuwa Yusufu anawaamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, lakini tunaona kwamba ndugu zake aliyokuwa anawaamini hawakuwa na mawazo mema juu ya ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba ndugu zake wakapanga njama mpaka akaenda katika nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoadhiri Yusufu kwenda katika nyumba ya Potifa na kupitia hali hiyo ngumu, Bwana Yesu asifiwe, na kupitia hadi kufikia kufungwa gerezani, ni kwamba Yusufu hakumhusisha mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Alihusisha ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Nao sisi tunafaa tusihusishe dunia, tusihusishe ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yako anaweza kuwa ana mawazo mabaya dhidi ya kile kilicho ndani yako. Jaribu kuwa unamhusisha Mungu na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Unapomhusisha mtumishi wa Mungu, atakikuza kilicho ndani yako. Na unapomhusisha Mungu, atazidi kukupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. So, nikimalizia naweza sema kwamba inatupasa sisi kama Wakristo tunafaa kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza tunastahili kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Tufahamu kwamba Mungu ndio aliyetupa zote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndio ana uwezo wa kuchukua zote kwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapomnyenyekea na kumsifu na kumwomba, Mungu ataendelea kukuza kilichokuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na utaweza kujiona ukidhihirika katika maisha yako. Siku moja Peter akawa anamuuliza Yesu, je, sisi tulioacha nyumba zetu tukaacha ndugu zetu, je, tutapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani alikuwa na hofu. Ameacha familia yake sababu ya Yesu. Ameacha ndugu zake sababu ya Yesu. Je, atapata zawadi gani? Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akamwambia kwamba ataurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi acha tutamani kuurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana huo ufalme umetengewa sisi tuliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So unapookoka, kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi yako yawe ni maombi ya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtumishi yule aliyekuwa akiomba maombi ya kujisifu kwa sababu alikuwa anafunga, maombi yake hayakuweza kujibiwa. Lakini yule mtoza ushuru aliyeomba maombi ya kunyenyekea,
maombi yake alirudi nyumbani yakiwa amejibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So usione huduma uliokuwa nayo ukakosa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Usione matendo unayotenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme unakuja unaosha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme unakuja unafanya huduma yoyote kanisani, huduma ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya kupiga keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Ukakosa kunyenyekea. Yaani inastahili unyenyekee. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo huduma inaweza kuwa bure unapokosa unyenyekevu.